Rais William Ruto ameendelea kuitetea ruwaza aliyozindua juma lililopita, akisema kuwa itasaidia Kenya kuafikia maendeleo na kuweka Kenya kwenye ramani ya mataifa mengine yaliyoendelea ulimwenguni. Akizungumza katika ikulu yake kwenye mkutano wa wafuasi wa kanisa la Friends Church kutoka magharibi mwa Kenya, Rais pia alitangaza kuwa ataendelea kushirikiana na taasisi za kidini ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa sekta muhimu humu nchini. Clement Masombo anakunjua jamvi la yanayojiri. Zaidi ya waumini 5,000 wa kanisa la Friends Church walifurika kwenye ikulu ya Nairobi kwa mkutano na Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine wa eneo la magharibi. Kwenye mkutano huo, rais alieleza kuhusu ushirikiano wake wa karibu na taasisi za kidini, akisema unasaidia kuimarisha utoaji wa huduma kwa sekta za afya, elimu na huduma nyingine za jamii. Na isiwe ya kwamba ati hawa wanaendelea wengine wamewacha nyuma. Hapana. Na ndio nimesema ya kwamba Kenya, nikiwa rais wa nchi hii, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Mambo ya siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi tunazima. Tunakuwa nchi moja ambaye sisi wote ni sawa. Rais alidokeza kuwa Kenya ina uwezo wa kukua kiuchumi na kufikia mataifa mengine ya bara Asia, na kuongeza kuwa lazima kuwe na uongozi unaoheshimu sheria na uwiano wa kitaifa ili kuafikia malengo hayo. Hatujafika mahali tunatakikana tuwe. Kenya haipaswi kuwa mahali tuko leo. We are supposed to be a wealthy, prosperous nation. Tuko na uwezo. Rais pia ametetea ruwaza aliyozindua juma lililopita, akisema kuwa haikuwa ya kisiasa bali mustakabali wa maendeleo ya taifa na vizazi vijavyo na kuleta usawa wa maendeleo. Sasa ni wakati wetu. Mahali tulipo sasa, tumedhibiti uchumi, mambo ya matibabu tumepanga, maneno ya housing tumepanga, maneno ya masomo tumepanga. Sasa ni nafasi yetu kama Wakenya, tuketi chini pamoja, tupange destiny ya taifa letu la Kenya. Hafla hiyo pia ilitoa nafasi kwa baadhi ya viongozi wa eneo la magharibi kumpigia debe Rais Ruto, wakimpongeza kwa utendakazi wake na kusawazisha maendeleo nchini. So, we want to assure you, Your Excellency, that we will continue talking to our people because you are one president who has tried to balance development in this country. That is for a fact. If you go, things are happening everywhere. Kenya has become a construction site because of what you are doing. And we know that first term is to lay the foundation, to clear the ground. And it is our responsibility to speak the truth, and our responsibility to guide and to help our children. Viongozi hao pia walitangaza kuwa watamuunga mkono kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Clement Masombo, KTN.